Karibu sana msikilizaji wa EFM katika siku njema ya leo. Leo tarehe ni ya 4 mwezi ni wa 6 mwaka 2025. Rafiki yangu, uhali gani hapo ulipo? Unaendeleaje? Utamanipo kujua afya yangu. Mimi namshukuru Mungu, niko okay, naendelea vizuri. Hofu yangu tu ilikuwa kwako rafiki yangu tangu tulipoachana siku ya jana. Karibu sana. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Okay. Yes, karibu sana msikilizaji, karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi katika siku njema ya leo. Msikilizaji, niko hapa mpaka saa 2 kamili usiku. Tupo na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Lisa, ambao ndo huo tumeanza nao siku ya jana. Leo tunasogea mbele zaidi msikilizaji, na kuna mahali tuliishia, nami niko hapa kwa ajili ya kukukumbusha. Yes. Jana tuliishia ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Lisa akitueleza. Lisa anatueleza habari ya yeye kuhusu familia. Zaidi anatueleza kwa mamake amezaliwa peke yake, lakini kwa baba yake wako watoto 6, akimaanisha ana ndugu zake 5 ambao wote ni wa kiume kutoka kwa babake, na yeye kwa mama amezaliwa peke yake. Na Lisa anatueleza pia kwa maelezo ambayo sasa amekuwa na anatambua, mamake ni mchepuko, ni mwanamke wa pembeni. Yaani babake alikuwa na mke wake na Mungu akambariki akapata watoto 3, lakini akatoka nje ya ndoa akampata Lisa. Lakini zaidi aliendelea kupata watoto na yule mke wake mkubwa akapata watoto wengine tena 2. Na kwa maelezo Lisa anatueleza kwa habari ya mke mkubwa wa babake, yani mamake mkubwa. Shauku yake naye alikuwa anatamani apate mtoto wa kike, lakini katika uzao wake watoto wote aliwapata walikuwa ni watoto wa kiume. Ongezeko hata la kufika watoto 5 ilikuwa ni kuendelea kutamani kupata mtoto wa kike, lakini mtoto wa kike ni mimi hapa ambaye nimezaliwa nje ya ndoa. Babangu ananipenda sana. Lisa anatueleza haya, upendo kwa baba yake kwake ni mkubwa sana. Lisa anatueleza pia anapata nafasi ya kutambulishwa kwa ndugu zake na inakuwa ni siku ya furaha sana. Haya yote tumesia pamoja na hata Lisa kurejea na mama yake anamwambia sitaki mazoea, hataki mazoea ya kuzoeana na ndugu zake. Lakini Lisa haoni ubaya, anasema hawa ni ndugu zangu na wamenipokea vizuri, kwani kuna shida gani? Karibu sana msikilizaji, siku njema ya leo, na tusogee mbele zaidi tuyasikie haya ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Lisa akiendelea kushia pamoja nasi. Tunatimiza miaka 11 EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live. Hivi ninavyokuambia tuna miaka sasa, miaka 11 sio mchezo. Unatusikiliza, sio umeanza kutusikiliza lini? Pengine una miaka 5, una miaka 7. Kuna wale wadau wetu wa kindakindaki, matangazo yalipoanza kuruka live ile siku ya kwanza walikuwa familia pamoja nasi, na hata sasa bado ni familia pamoja nasi. Kuna mambo mazuri kutimiza miaka 11 tumekuandalia msikilizaji wetu. Endelea kufuatilia EFM, endelea kufuatilia vipindi vyetu. Tuna mazuri mengi ambayo yatakufanya uendelee kujivunia kuwa mwanafamilia wa EFM. Okay, tusogee mbele zaidi. Mimi ni Veronica Frankie, ninakushukuru sana. Na nilikueleza rafiki yangu pia ambaye unanifuatilia kupitia akaunti yangu ya Instagram. Leo nimeposti hapo, nimetamani kujua rafiki yangu unanisikiliza ukiwa wapi. Unajua wakati mwingine niko na hali ya kufanya ile nini inaitwa na imagine, nafanya imagination
Sio nimeongea sawa. Yani napata kuhisi kwamba watu wananisikiliza kwa sehemu fulani. Lakini leo nilikuwa natamani uniambie unanisikiliza ukiwa wapi, na mimi nitakuwa na muda baadaye. Si nilikwambia safari nitakuwa natenga dakika chache niweze kushare na wewe rafiki yangu. Yani nisikie pia unanisikiliza ukiwa wapi. Asante, kuna watu tayari wameshaanza kushare na mimi, wananiambia wako wapi. Wow, jamani, asante. Unaitwa Milako Benela, unatuambia uko pamoja na uko Mbezi, Dar es Salaam. Wewe maeneo ya Msuguri unasema unatusikiliza. Kuna rafiki yetu anaitwa Love Abel, yana yuko Tegeta Kibo, anasema nakupata, yuko Tegeta Kibo. Hadija Kazi unasema umependeza dada Veronica, nakupenda sana, Mungu akulinde, ila hujaniambia Khadija uko wapi. Nilikuwa natamani kujua uko wapi. Kuna rafiki yetu pia anaitwa Zabron, yuko Tabora. Kutoka Tabora anatusikiliza. Niambie nawe pia uko wapi. Kuna posti nimeposti, nitumia ujumbe na dakika leo za kutosha za kusoma ujumbe wako. Yes. Tunazungumza kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Lisa anasema basi hizi zimekuwa ni kumbukumbu kwangu muhimu sana, kuona nami ninapata nafasi ya kuwajua ndugu zangu. Ni kitu cha fahari sana. Kuna mtu ambaye amezaliwa peke yake, nikizungumza hivi ananielewa. Jamani, wanasema heri wawili kuliko mmoja. Unajua mimi niko na mamangu, nikiamka tu niko na mamangu. Kwa hiyo kujua kwamba na kaka zangu ni kitu ambacho ni cha kipekee sana kwangu. Kwa hiyo nilipokea hiyo na maisha yaliendelea. Sasa baba alikuwa anatamani kuniweka karibu sana na ndugu zangu sana. Na hata mara kadhaa amepiga simu kwa mama, nipe mwanangu niongee naye. Ananiunganisha mimi pamoja na ndugu zangu. Ongea na kaka zako, basi tutaongea, atampa huyu, ongea na mdogo wako, na ongea na mpaka yule mdogo wangu. Wa mwisho kabisa, unaendeleaje? Njoo, naambia nitakuja kuwatembelea, nitakuja. Kaka huyu mkubwa ananiambia baba amesema tunaweka mambo sawa na tutakuja huko, lakini ukijisikia wakati wote njoo hata weekend. Najua ndio tuna umbali, lakini hatuwezi kushindwa kutembeleana. Yani ninazidi kuwa na furaha, kitu ambacho mama akiona nimemaliza kuongea nao ninavofurahia, ananiangalia, ananiambia wajishaue tu. Yani hapendi kuona ninaongelea story zile sana, yani hataki mama kusikia hizo habari. Lakini baba amekuwa kipao mbele sana kuhakikisha mimi nakuwa karibu na ndugu zangu. Siku zinazidi kwenda. Nakumbuka siku moja, nakumbuka sana, tangu mimi nimetambulishwa na ndugu zangu na nikapata nafasi kufika nyumbani wanapoishi, na wao walikuja hapa nyumbani, na walikuja wote. Tangu tumekuwa na ukaribu huo ulipita mwaka mmoja. Nakumbuka siku hiyo baba aliongea na mimi kwa simu, kwa kupitia simu ya mama. Akaniambia, nimekukumbuka mwanangu, nataka tukae mimi na wewe, baba na binti yake, tuzungumze. Hatujapata muda wa kukaa mimi na wewe tuzungumze, nimekuwa busy sana. Nikamwambia ndio baba, mimi nipo na nimemisi sana huo muda. Akaniambia sawa binti yangu, naweka mambo sawa na tutakutana tuongee. Nikamwambia sawa. Basi nikamwambia mama, autie tu mimi na baba naona imekaribia. Akasema anasemaje? Nikamwambia anasema nataka tuzungumze baba na binti yake. Akasema haya, ni juu yenu nyinyi wenyewe. Nakumbuka kweli baba alipata muda, na mimi pamoja na baba tulienda sehemu na tukakaa pamoja, na baba akaniambia, ninajisikia furaha kuwa na binti kama wewe. Wewe ni mwanangu ninayekupenda sana. Unajua ninawapendeni nyinyi nyote kwa sababu nyinyi wote ni watoto wangu, lakini wewe unagusa zaidi moyo wangu. Baba aliniambia maneno, natamani kuona unafika mbali.
Natamani kuona kuna kesho unamshauri kaka yako jambo fulani. Kuna kesho unakuwa msaada kwa kaka yako anapokuwa na changamoto. Sio kwamba eti kwa sababu wewe ni mwanamke basi ufike tu mahali useme mimi ni wa kuolewa, mimi siwezi kufanya chochote. Unaweza ukafanya chochote. Na mimi nataka kuona nyinyi mnakuwa kitu kimoja. Kisiwepo kitu chochote cha kuwatenganisha nyinyi. Nyinyi ni familia. Unaona binti yangu, mamako ana mitazamo yake. Mamako mkubwa ana mitazamo yake. Wao ni wahasama. Yani ni watu ambao hawajawahi kukubali na kuwa kitu kimoja, kukubali kwamba yani iko hivyo na wanatakiwa weke nguvu nyinyi muwe pamoja. Wewe mwenyewe ni shahidi, unaona. Sisemi hivyo kwa sababu nataka kusema jambo lolote ambalo baya kumhusu mamako. Mamako ni mtu mwema, mtu mzuri sana. Lakini kuna mazingira amepitia, haamini kama familia inaweza ikawa pamoja. Sitapenda kuona kunakuwa na mipasuko au migogoro. Hiki ni kitu ambacho pia nimekuwa nikiongea na wenzako. Tunakutana na kuwa naongea na wenzako. Nimewaambia kaka zako na wale wadogo zako wale. Unaona vile wadogo unawaona kwako, lakini nimekuwa nikiwaambia kama hamtapendana nyinyi pamoja na dada yenu mtatengeneza vita katika familia, na msiruhusu mtu yeyote awatenganishe. Haijalishi huyu kazaliwa na mama yule, huyu kazaliwa na mama huyu. Madam mimi ni baba yenu, nyinyi ni ukoo mmoja. Nyinyi ni ndugu wa damu. Nikamwambia baba, umekuwa ukisema hivyo baba, na umetuambia sisi sote mara zote, na mimi pamoja na kaka zangu naamini tumeelewa. Akasema wao nazungumza nao mara nyingi kwa sababu nahisi wameelewa, kwa sababu hawawezi kusikiliza maneno ambayo mama yao anawaambia. Mama yao anawaambia mambo mengi, lakini wao wameyakataa. Wameshika nilichokisema na kuambia lazima mpendane. Kwa hiyo nakusihi sana usije wewe ukageuka ukawa sosi ya uhasama kwa sababu ya maneno ambayo mama yako anakuambia. Nikamwambia baba hapana. Na mimi nilimwambia baba, unasema vyema, mama sijui hasa alichopitia, lakini mama mwenyewe anajua. Siwezi kumchukia mtu kwa sababu ya yale ambayo wao walifanyana. Na hata mama anasema siko upande wake, lakini sitaki kuhukumu chochote. Baba alisema tupate chakula, tulipata chakula. Siku hii baba aliongea na mimi mambo mengi sana. Yani ni mashauri mpaka tunaondoka. Ananipeleka nyumbani, ananiambia ndugu zako wamesema wanataka kwenda beach, watakupigia, join now, furahi. Sawa. Na nilikuwa nimeongea na mama yako na kuwekea mazingira mazuri. Najua kuna vitu unamuuliza mama yako, why utofauti wa nyumba, mimi hapa napokaa mbona sio kama kule. Mwanangu, kuna vitu vingi siwezi kuvizungumza, lakini natumaini kuna siku nitakueleza. Natamani sana uishi maisha yaliyo bora, na nimekuwa nikipambana. Kuna mambo tu yaliingia hapa katikati. Uchumi wangu tu uliyumba, lakini nimekuwa na kiu na shauku ya kufanya uishi nyumba nzuri sana kuliko hata ile tunakaa. Lakini nazidi kukuwekea mazingira mazuri. Na kaka zako nimeshawaeleza waone kiu, waone shauku ya kutamani na wewe unaishi maisha mazuri. Kesho kutwa lazima mbebane, msaidiane katika mazingira yoyote. Mimi nikamwambia baba na kuelewa, na baba akanishusha na kwenda zake nyumbani huko kwake. Ndio anatueleza haya ndugu yetu anaitwa Lisa. Karibu sana msikilizaji, na rejea hivi punde.
Yes, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Lisa. Lisa anatueleza haya. Lisa anasema baba aliniuliza, mama aliniuliza vipi, nikamwambia auti yetu imekuwa nzuri sana, japo auti yetu imekuwa na mambo mengi mazito. Akasema kwa nini? Nikamwambia baba, yani leo hata sijui. Yani yeye kila kizungumza anasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kila kikana nisisitiza, ananiambia nisije nikawa sosi ya kuleta migogoro kwa ndugu zangu. Nikigeuka hivi ananiambia hawa ni ndugu zako, lazima msaidiane, msimame pamoja. Nikigeuka akaniambia nikamwambia baba anasema amekuwa anatamani sana kuona kwamba naishi kwenye nyumba nzuri, labda najihoji kwa nini makazi yetu sio makazi bora kama makazi ya wao. Mama akaniambia amekwambiaje? Nikamwambia ameniambia kwamba ni story ndefu, siku moja atanielezea, lakini kikubwa alichoniambia mambo tu pia aliingiliana kiuchumi kidogo, lakini anaendelea kupambana na kuendelea kuniwekea mazingira vizuri, lakini pia alishaongea na kaka kuhakikisha hata siku yani kwenye maisha yetu tuweze kusapotiana na kutamani kila mmoja aishi maisha yaliyokuwa bora. Mama akasema kwa hiyo ndo auti yenu hiyo, yani leo ilikuwa ni mwendo wa hizo story. Nikaambia basi mama akawa anasema yani babako sio anazeka. Nikamwambia kwa nini? Yani siku hizi namuona kama yani mambo anaongea hataeleweki. Nikamwambia eti na wewe mama umemuona? Mama akaniambia yani wewe umeona nini zaidi? Nikamwambia yani na mimi ninavokana baba, yani nimenoti kitu sasa hivi nikikana baba, hata tukiwa kwa mfano siku zile alikuja tukaja tukakutana tena, yani muda wote tu anaimeza kuhusu upendo. Hivyo yani anataka kuona tunapendana. Na nikamwambia mama, baba amesema yani nikae nikijua wale ndugu zangu, na nisije nikaruhusu mambo ambayo yalitokea zamani, story za zamani, visa vya zamani vikaja vikanifanya mimi nikaondoa upendo kwa ndugu zangu. Sisi ni watoto na hatuna hatia yote na hatujakosea popote. Mama akaniambia sawa. Haya, basi na mimi nikawa na furaha sana, maana kukutana na baba ni jambo la furaha. Nakumbuka siku zikasogea kama wiki hivi. Mama siku hiyo akaniambia ulipigiwa simu? Nikasema haupo. Nikamwambia na nani? Akaniambia alijitambulisha. Alisema ni kakako, naona mtoto wa babako yule mkubwa. Mama, mbona hujanipa? Mama amepiga lini? Akaniambia alipiga hapa na kusalimia. Nikamwambia sasa mama, mbona na hujaniambia? Akasema mimi sipendi hayo mazoea. Mama alinijibu hivyo. Nikamwambia mama hapana, huyu ni kakaangu, na kama amekame nikumbuka. Isitoshe baba alisema ndugu zangu kuna kitu wanapanga tuweze kuwa pamoja bichi, tutaenda tu sisi wenyewe. Na kuja sasa kumtafuta ananiambia ulikuwa upate taarifa zangu, mbona nimekutafuta hivi? Nikamwambia jamani kaka, nilikuwa niko busy. Umenitafuta lini na nini? Akasema hii leo ni siku ya 3. Napiga simu na ambao haupo. Nimepiga siku hiyo usiku. Nikamwambia si umeenda kujisomea. Nikamwambia kaka nisamehe kaka. Ni kweli nimekuwa niko busy sana. Akaniambia it's okay, nitaka kusalimia. Najua unaendeleaje? Vipi masomo? Nikamwambia kaka naendelea vizuri. Akaniambia kila kitu kiko sawa. Nikamwambia kila kitu kiko sawa. Akasema nilikuwa nataka nije nikutembelee shule. Sasa nitaka tuongee kwanza, maana nisije nikaja ukashangaa kaka. Lakini nikasema nikujulishe mapema. Nikamwambia kaka kweli utakuja shuleni kwetu? Akaniambia nakuja. Nikamwambia kaka nitafurahi sana. Akaniambia usijali mdogo wangu,
nitakuja kesho. Nikafurahi sana. Nimemaliza, mama alikuwa yuko pembeni. Mama akaniambia, "Ni nini?" Nikamwambia, "Kaka kumbe alikuwa ananitafuta, anataka aje shule kuja kunitembelea." Akasema, "Ehe. Kwa hiyo mnaanza kutembeleana." Nikamwambia, "Kwani mama kuna ubaya gani?" Yuko mimi sitaki mazoea nao watoto. Mama yao ni mtu mbaya, watoto wao lazima mama yao anawapandisha sumu lazima. Nikamwambia, "Mama, watu hawa naamini umewaona. Wewe unaona hawa ni watu wenye kupandikizwa sumu kweli?" Nikamwambia, "Mama, hapana. Au watu sio wabaya." Mimi nikamwambia hivyo mama, na nikapoteza hiyo, nikaendelea na ratiba nyingine. Na ni kweli kaka alikuja shule. Amekuja shule, kaka alikuja na gari yake nzuri, amependeza, akaja, nikafurahi, nikamuhagi, maana sikutegemea. Unajua, leo natembelewa na kakaangu shule. Unajua ni fahari sana. Mimi mtu ambaye anakuja kunitembelea shule ni mama. Mimi nasoma shule ya kutua kwenda na kurudi. Lakini ile mtu anakuja shule na mgeni wako, una mgeni wako. Sasa na mgeni nasema ni kakaangu. Najisikia vizuri. Kweli nifurahi sana. Na kumbuka nikamuonyesha mazingira pale shuleni. Nikamwambia, "Kaka, nimefurahi sana." Akasema, "Sisi ni ndugu. Kutembeleana ni muhimu sana. Kujuliana hali pia ni muhimu sana. Na hiyo ndio ngao yetu." Baba anasema lazima tujuliane hali. Nilipo kutafuta siku 3 sijapata taarifa yoyote. Nilimuuliza baba. Baba naye unajua kuna mishemishe za hapa na pale. Ndio maana nikaendelea kukutafuta kwa sababu sikujua unaendeleaje. Japo baba aliniambia atakuwa tu sawa, lakini alinisisitiza niendelee kukutafuta. "Nitakununulia simu wakati utakapofika. Najua sasa hivi ni mapema, lakini simu yako ya kwanza kutumia ni simu ambayo mimi kaka yako nitakununulia." Nikashangilia. Tukaongea sana na akataka kunijua zaidi napenda nini na nini. Ni kitu kizuri kuona kaka yako anataka kujua unapenda ukiwa mkubwa ufanye nini, unapenda masomo gani, somo gani gumu linakusumbua. Aliniuliza, nikamwambia, akaniambia, "Basi hili inabidi ulifanyie kazi. Je, ulishazungumza na mama, ulishazungumza na baba kwamba hili somo inabidi uweke mkazo, ikiwezekana upate mwalimu wa ziada?" Nikamwambia niliongea na mama na baba pia nilimwambia, "Naona mambo yamebanana." Akasema, "Ukisema mambo yamebanana unamaanisha nini?" Nikamwambia, "Mama alisema kwamba mambo sio mazuri kidogo." Akasema, "Basi usijali. Kuna mwalimu unamfahamu ambaye anaweza akakubrush muda wa ziada katika masomo ili uweze kufanya vizuri zaidi?" Nikamwambia, "Ndio kaka, wapo." Akaniambia, "Basi ongea nao. Alafu nipigie simu niambie kiasi gani kinachotakiwa." Nikamwambia, "Kaka kweli?" Akaniambia, "Kabisa mdogo wangu. Lazima upambanie masomo kwa sababu ni muhimu sana." Niseme nini? Nilifurahi sana. Hii ni familia yangu, narudia tena. Ni familia yangu na ni watu ambao wamekuja kwangu kwa wakati sahihi sana na wamenipokea vizuri. Kaka anavyozungumza na mimi, anaongea na mdogo wake. Sio ile yani kwamba amefusiwa kuja kunisalimia. Yeye ndo amefunga safari yeye kuja kunisalimia. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwa kweli kaka aliondoka nikimwambia, "Kaka, asante kaka, umenipa faraja sana." Leo mimi nasema kakaangu amekuja kunitembelea. Sijatembelewa na mtu tofauti zaidi ya mama. Labda na baba mara moja akipata nafasi. Akasema, "Sasa sisi kaka zako tupo. Tutakutembelea mara kwa mara." Nikamwambia, "Sawa kaka, asante." Aliondoka. Nilifurahi sana. Na hata kuambia wenzao, "Kakaangu huyu. Wewe. Mbona kama wanaonekana wanatoka familia bora?" Kwani mimi ndio sitoki familia bora? Yani wakiangalia kakaangu ana gari, anaonekana nadhifu, anaonekana anapendeza sana. Lakini mimi maisha yetu yamekuwa narudia tena, maisha yetu yamekuwa ya kawaida. Na ndio maana nakwambia hata nyumba yetu imekuwa inajengwa taratibu, yani tukiwa momo ndani ya nyumba. Lakini nyumba ambayo anaishi baba na hao ndugu zangu ni nyumba kubwa, nzuri, geti kubwa, wana magari. Lakini ndio hivyo, sijawahi kujiona kwamba kwa nini kwa huko au nikangangania mimi sitaki kwenda kukaa kule, wana kule kuzuri zaidi, pengine maisha bora zaidi. Hapana. Kwa hiyo hata niliporejea nyumbani
nilimwambia mama, kaka amekuja kunitembelea, ameniletea pia na zawadi. Nikamuonyesha, zilikuwa ni diary, vitu vya shuleni, compass na nini. Akaniambia nikamwambia ndio. Amekwambia nini? Nikamwambia aliniuliza kuhusu habari ya masomo gani yananisumbua, na mimi nikamwambia masomo yanayonisumbua. Akaniambia unabidi ufanye mazoezi zaidi muda wa ziada. Nikamwambia mambo yameingiliana kidogo. Ameniambia niongee na mwalimu na nimpe gharama, atakuwa ananilipia. Mama akaniambia atakuwa anakufanyaje? Nikamwambia atakuwa ananilipia, atanilipia huo muda wa ziada, yani wa hiyo tuition. Mama akaniambia, kwa hiyo mimi bidii zote nimekuwa nikizifanya, umesoma mpaka hapo ulipofika, ina maana unaona kuna gap, unataka msaada kwa mtu mwingine? Nikamwambia mama, sio kwa mtu mwingine, ni kwa kaka yangu. Akasema kakako anafanya kazi wapi? Ana hela wewe ya kuja kukulipia wewe tuition. Nikamwambia mama, sio kwa ubaya, lakini labda kaka anaweza kana pesa zake za ziada, ameona mimi na uhitaji na ameona anilipie. Akasema hapana, siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Hizo ni pesa za mama yake, na mimi siwezi kutumia pesa za yule mwanamke, sitaki matatizo. Nikamwambia mama, unamaanisha nini? Akasema ndo ukae ukielewa, nikikwambia sitaki ukae ukielewa. Hizo ni pesa za mama yake, sitaki utumie pesa za mama yake. Siku atakuja hapa, atakuja kutufanyia mambo yasiyofaa, sitaki. Unanielewa? Hii sentensi mama aliniambia ikanipa maswali mengi. Kwa nini aseme sio hela za babangu? Kwa nini aseme ni hela za mama yangu? Yani za mama yake. Kwa nini aseme anatumia pesa za baba ovyo? Hilo jambo likanipa maswali. Lakini kaka alinipigia simu kwa kupitia simu ya mama. Mama akawa hapokei. Akanipigia kupitia simu ya mama. Mama akawa hapokei. Mpaka alipopiga kwa simu ya baba, ndo mama akapokea, ndo mimi kupewa kuongea na baba. Baba akaniambia, wewe mbona ndugu yako anakutafuta sana? Au unabidi tuweke simu hapo nyumbani? Maana mamako anapigiwa simu hapokei. Mimi namwambia kila siku huyu ana kisirani kisichoisha. Mimi nikamwambia baba, hata mimi sielewi. Akanipa, nikaongea na kaka, akaniambia kuna changamoto gani? Na kupigia simu inakuwa ni mazingira magumu sana kukupata. Na wewe pia pengine unapata changamoto. Nilikuwa nawaza, hata nilikuwa namwambia baba ikiwezekana simu iwekwe hapo nyumbani ya mezani, kwa sababu hujafikia umri wa kuweza kumiliki simu ya mkononi, basi simu iwepo nyumbani. Unaweza kupata changamoto yote ukapiga wakati wowote, au na sisi tuna changamoto yote tukapiga wakati wowote. Mama anaweza kae kwa busy kwenye mambo yake, lakini nikakupata kwa urahisi. Nikamwambia kaka, kweli wazo zuri. Akaniambia vipi, ulifikia wapi? Nikamwambia kaka, nilifanikiwa. Nikamwambia masomo ninayotaka kufanya mazoezi, yani masomo ambayo nataka kufanyia mazoezi. Nikamueleza, akaniambia shingapi? Nikamwambia, akaniambia sawa, nitakuja shule wiki ijayo. Nikija utanionyesha walimu, si ndio? Nikamwambia ndio kaka. Akaniambia na tutaongea nao, mimi nataka akukomalie katika hayo masomo. Nikamwambia ndio kaka, asante. Akaniambia haya, basi tutaonana. Akampa baba akaniambia naambiwa kwamba kuna masomo bado yanakutatiza. Nikamwambia baba, siku zile nilikwambia. Akasema mwanangu, basi hamna shida, kakako atalisimamia hilo, kakako atasimamia kila kitu. Nikamwambia sawa, asante. Nikawatakia wakati mwema, usiku mwema. Nikamwambia mama, mbona ulikuwa upokee simu? Sitaki mazoea. Yani hivyo, yani sitaki mazoea kisirani, yani hivyo mama hataki, mimi sitaki. Lakini mimi nimeshaona nikimfuata mama hapa ninaweza nikachukia wale watu wote, ndugu zangu wote, na ili hali hawajanifanyia baya lolote. Na watu wanasema ni bora mtu awe amekufanyia jambo lolote, wewe mwenyewe upime useme hawa watu ni wabaya, lakini hawajanifanyia jambo lolote mimi baya. Historia ya mama na baba na huyu mama mkubwa, wao ndo wanajua, lakini mimi sio chochote.
Kama nikasema nikasimama na mimi nikaanza kusema nyinyi mlimfanyia mamangu, walimfanyia nini? Walimfanyia nini? Kwa sababu mama yeye hasemi. Hata nikichunguza, nikiuliza, inaonekana ni vitu ambavyo mama anavyo yeye mwenyewe. Labda na baba ndo anajua, labda walichogombanaga, walipigana nini, mimi sijui. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Lisa. Lisa anasema hii ni safari yangu ya maisha. Haya nimeyapitia, natamani kushare na ndugu zangu, Watanzania wenzangu wasikie na wajifunze kupitia mimi. Lisa anasema alikuja kakaangu shule. Yes, alikuja kakaangu shule na nilimtambulisha kwa mwalimu ambaye atakuwa akinisaidia hayo masomo. Na kuna mwenzake pia ambaye pia atakuwa akinisaidia. Akakaa kaongea naye akasema ni mdogo wangu, amenieleza kuhusu changamoto ya masomo fulani. Haya masomo gani magumu kweli, lakini naamini mkimpa mkazo atafanya vizuri. Mimi nawapa muda kidogo nione maendeleo yake yakibadilika. Na huyo mwalimu akasema, kaka, wewe ni kaka mzuri kwa sababu unafuatilia maendeleo ya mdogo wako. Wachache sana kufuatilia watu maendeleo ya wadogo zao. Yaani ajue na masomo yake yapambane na ni juu yake. Kwa niko pongeze sana na tutamkazania. Hilo jukumu naomba uniachie mimi na mwenzangu, tunakuhakikishia utaona mabadiliko makubwa sana. Ule muda wa ziada tukipata, tutakoma kwenye masomo ambayo yanalegalega. Basi ilikuwa ni swala la kukabidhi fedha na kaka alilipa kila kitu. Na tukapata muda wa kuongea, akasema bwana, pambana sana mdogo wangu. Najua nini? Elimu ni kila kitu. Kila kitu. Baba ametufunza katika hayo. Natamani kuona ukifanya vizuri kwenye masomo yako. Umalize form 4 yako vizuri, uende 5 na 6. Tukisema tuna mdogo wetu, tunaye binti kwenye familia kisimama, tuna binti msomi. Si ndio? Nikamwambia ndio kaka. Akasema changamoto yoyote, umekwama popote, sio hivyo tu, kuna chakula fulani nataka kukila, niambie mimi kaka yako. Yes, rafiki yangu ambaye unanifuatilia popote pale ulipo, leo nilikuuliza rafiki yangu, maana nilikuwa na shauku ya kutamani kujua unanisikiliza ukiwa wapi. Asante. Unaitwa Mama Destiny, unapatikana Kigoma Manyovu. Unasema nakupenda sana Veronica, kupitia simulizi mimi napata faraja. Asante. Asante na kupata nikiwa niko Dodoma bila mikwaruzo. Asante. Unaitwa Mary. Sawa. Mwanza hapa nipo dada Veronica. Kuanzia jana Mwanza mimi nimekuwa sikusikia vizuri. Asante jamani Kezia Sanyu, basi na mimi nitalifuatilia hilo ili mambo yakae vizuri kabisa. Asante. Unaitwa Zenne okay. Vizuri mniambie majina yenu huku, maana kuna hiyo majina ya mwanzo haya jamani. Kisumu Anthony unasema msukumo wa kwanza kusikiliza EFM. Wow. Mashkweta pia unasema unanipata vizuri kabisa. Haya. Sawa, uko pande za Kawe. Jamani asanteni pande za Kawe. Unaniambia unanisikiliza leo uko wapi? Tuko na mkasa wa ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Lisa. Lisa anatueleza haya katika safari yake ya maisha. Lisa anasema maneno ya kaka ni maneno mazuri sana. Yaani nikipenda chochote nimwambie kaka, nilifurahi sana. Na ni hivyo ndivyo ambavyo uhusiano wangu na kaka zangu ulivyozidi kujengwa kwa ukaribu. Sio tu kaka wa kwanza. Kaka wa kwanza amekuwa kama kiongozi kwetu. Yaani yule ambaye ni muongozaji wa yote. Lakini pia kaka anayefuata pia, yeye sio mwongeaji sana lakini ana upendo sana. Hata anayefuata ambaye mimi na yeye tumepishana naye na yeye pia. Yaani na enjoy sana kaka zangu. Ukinikuta ndo wamekuja kunichukua, wanataka tutoke, wako wenyewe 5 na mimi pia binti peke yangu, najisikia vizuri sana. Hivyo ni vipindi ambavyo nimekuwa nikivifurahia katika maisha yangu sana. Nakumbuka siku zilizidi kusonga mbele. Siku moja
Lisa anasema nilikuwa niko nyumbani na tuko na mama. Nilimuona tu mama siku hiyo kwa mnyonge. Nikamwambia, mama, una shida yoyote? Akasema sina shida yoyote. Nikamwambia, umekuwa mnyonge? Akaniambia, mwanangu, maisha yangu yote mimi sijai kuishi maisha ya furaha. Mama aliniambia haya maneno. Yani nikwambie ni kipindi gani kwangu kimekuwa ni kipindi cha furaha? Labda kile kipindi ambacho nilikutana na babako mwanzoni. Vile ambavyo aliniambia atanioa, tutakuwa pamoja. Vile ambavyo aliniambia yuko single, hana mtu. Akiniambia kwamba kwenye swala la mahusiano yeye amekuwa hana bahati. Na mimi nikaamini. Nikampa moyo wangu. Sasa ona, nimekuja kupata ujauzito na kuja kujua kwamba mwanaume nimepata naye mtoto ni mume wa mtu. Furaha yote ikaisha. Nikapita sana kwenye mapito sana. Nikatamani kuanza maisha mapya. Lakini shida, nilishindwa kusimama mwenyewe pia. Na akana mtegemea yeye na muacha. Kuna muda anarudi kwa sababu ya shida nilizokuwa nazo, ananisaidia. Na ndio hivyo akanigeuza nikawa mchepuko wake. Na nimekuwa ni mchepuko wake sasa. Furaha ya mimi kama mwanamke iko wapi? Mama aliniambia maneno hajawahi kuniambia hata siku moja, na mama hasemagi mambo yake. Yani ni mtu wa kufunga mdomo, hasemi. Nilimuuliza mama, baba amekuumiza sana? Akasema ndio ujifunze, maana na wewe usije ukapita kwenye njia zangu. Usikurupuke tu. Unakuwa unakuwa mkubwa. Nakutana na mtu nakupenda, ufuatilie uchunguzi kiundani, unaamini anachokisema, anakubebesha ujauzito, unakuja kugundua kwamba huyu ni mume wa mtu na watoto 3 wanaojua. Anakudanganya kwamba atamwacha, unajua mimi upendo wangu ni kwako, lakini ndio hivyo, unajua, unakuja kugundua kwamba hata ile maisha uliokuwa unamuona nayo, ile nafasi uliokuwa unamuona nayo, yale matumaini aliyokuwa anakupa, kumbe yale maisha sio ya kwake. Nikamwambia, mama, unamaanisha nini? Akasema babako na yule bi mkubwa ndo ana mali. Yani yule ni mwanamke ambaye ana pesa. Kwa hiyo yeye ana control kila kitu. Na yeye ndo ana sauti. Kwa babako mimi wakati nakutana naye ana maisha mazuri, anaendesha gari nzuri, lakini gari kumbe kanunuliwa na mke wake. Mama ananiambia haya. Nikamwambia, mama, na ndio maana hata ujenzi ilikuwa ni changamoto, ilikuwa ni changamoto. Akasema kwa sababu huyo mama baadaye alivyokuja kugundua, akaanza kumtoa huyo mume wake kwenye vitu baadhi. Yani swala la hela ikawa sio la kupita yeye kwake moja kwa moja. Unaona, kwa babako akawa anaendelea kuyumba. Kwa pesa siku hizi hadi apate inakuwa ni changamoto. Na ndio maana haya ni matabaka mawili tofauti. Na namjua yule mama kwa sababu ana kisasi. Na ndio maana mimi sitaki kabisa uwe karibu naye. Sitaki kabisa uwe karibu na hiyo familia, kwa sababu wale watoto sitaki kuamini kama wanamsikiliza baba yao. Watakuwa wanamuenjoy baba yao. Kwa sababu mwenye nguvu kwenye ile familia ni mama yao. Mama yao ndo ana uwezo wa kuwapeleka nchi yoyote wakatembee. Mama yao ndo aliyojenga lile jengo kubwa unaliona pale. Na sio hilo tu, ana apartment nyingi yule mwanamke.
ni mfanyabiashara, ni mtu wa kusafiri. Mambo aliyokuwa anamfanyia baba yako baada ya usaliti ni mazito, lakini baba yako ni yule mwanaume ambaye ni king'ang'anizi. Ameendelea kung'ang'ania pale pale kwa sababu anajua akitoka anaenda wapi. Anaenda wapi? Na babako sio mchakalikaji hivyo, ni mtu kama yani wakushikiliwa hivi. Na hiyo nilikuja kuigundua ndo hivyo mambo ishatokea. Maana nilikuwa natamani siku moja aache hiyo familia tuje tukae, maana huko mbona kama mwanamke anamtawala, lakini hiyo furana itoa wapi? Nakwambia hayo kwa sababu umekuwa. Sikuweza kukwambia miaka ya nyuma. Niliona bado mdogo, sasa hivi umekuwa. Ukijua. Pengine unaanza kujipendekeza kule ukijua nyumba ya babangu, magari ya kwetu. Hauna gari popote. Nataka nikwambie, hauna nyumba popote zaidi ya hii nyumba. Hii ndio nyumba yetu. Hatuna nyumba popote. Unapeleka unaanza sasa hivi kuishi maisha, sio unaenda unanunuliwa hiki. Mwisho uzoea hayo maisha, na kati kwenu hapa hakuna kitu. Mwisho wa siku utafika kipindi una uhitaji wa hiki, wale wamekufungia milango, unaanza kuhaha. Utaanza kutafuta mbadala. Mimi sitaki. Mimi nikamwambia mama, kwani kuna kitu huyu mama alishawahi kukufanyia kibaya? Akasema sitaki kuzungumza hizo habari mimi. Nimekwambia ambacho unahisi kitakuwa kinakufaa. Maana nauona mwenendo wako na iona akili yako. Story unazopiga siri nitapigiwa simu na kaka zangu twende out. Sasa hivi akili yako inawaza out, inawaza kwenda kununuliwa nguo, inawaza wewe ukiona hivyo kwamba hiyo ni pesa ya babako. Wewe babako si ulimwambia tusheni? Alikwambiaje? Unajua babako hata kusema hivi sasa hivi anaenda hoteli gani atake hela aspend ya enjoy, anatoa wapi pesa? Mke wake kamfungia milango yote ya pesa. Yote. Anapatana na yule mwanae mkubwa. Ndio hivyo. Sasa unajua mimi namuona babangu smart sana, unajua. Yaani smart, mchakalikaji, mtu wa shughuli, mimi na nini. Yaani naambiwa kwamba babangu yani lazy yani ni mtu anabebwa tu. Yaani hata alikuwa na maisha kwa sababu huyu mwanamke ndo alikuwa anampush. Lakini alivyomsaliti kuzaa nje yani kama. Lakini mimi nikamuuliza, sasa kama huyu mama aliona baba ni msaliti, mbona aliendelea kupata nao watoto? Kwa nini asimwache na kama ana pesa akamtafuta mwanaume mwingine wakapata nayo watoto? Nilimuuliza mama ili swali. Mama akaniambia mambo ya familia za watu, mahusiano ya watu walikotoka hatuwezi jua. Sina majibu ya hilo swali. Siku ukipata utamuuliza babako, atakujibu hilo swali, sio mimi. Ninakueleza hayo kwa sababu sitaki hayo mahusiano unayoyajenga atakuletea shida. Ulishawahi kumuona mama anakuchekea? Ulishawahi kuona mama anakuuliza kuhusu wewe? Ulishawahi? Kwa sababu hajawahi kukukubali. Kama hajanikubali mimi, hawezi kukupokea wewe hata siku moja. Wewe msikilize tu babako yule anaongea kama muda wote akili zake zinawaza mambo ni mepesi tu, haina shida. Wewe ni mwanangu, wewe binti yangu, hapo ni kwenu. Kwenu wapi? Baba, mama alizungumza hayo maneno kwa hisia sana. Ina maana sasa picha ninayo. Yaani mwenye uwezo katika ile familia ni yule mama. Yule mama ndo steering wa kila kitu. Uchumi anao yule mama. Ina maana hizi safari hizi, sio nimechukuliwa tunaenda beach, nimechukuliwa naenda kununuliwa nguo, maana toka nimefahamiana na familia yangu, yani kaka alishanitoa mara nyingi nikanunue nguo. Mdogo wangu kachagua nguo nataka. Maisha ambayo nakwambia mimi hata sijaishi. Baba mwenyewe hata anipeleki sehemu kama hizi nikanunua nguo kama hivi. Lakini nikwambie nitachagua, ikindechagua namwambia kaka vipi, chukua shingapi, chukua kiatu hiki kizuri mdogo wangu, chukua. Ananifanyia shopping. Kumbe
pesa sio za baba. Pesa za yule mama. Ndo najua. Yani na maana hili jumba ni bonge la jumba, my dear. Sio la babangu. Unajua kuna ile hali unakutana na babako, yani una babako afu anaenda kukuonyesha maisha yake, unasema oh my god, jamani mimi mbona mimi naishi kule, jamani mbona babangu anaishi pazuri, angalia wadogo zangu wanavaa mavazi mazuri, angalia kaka zangu, kama kakangu anaendesha gari nzuri, yani ni hao wadogo sijui shule wanasoma shule nzuri, yani kila kitu kiko hapa. Lakini ukiniweka nao na mimi maisha nayoishi, jamani ni tofauti. Lakini babetu mmoja, babetu ni moja. Yani nyumba inasuasua, leo tunaweka tiles huku, kesho tunaweka, yani kwa maisha ambayo nimemwona nayo baba ni yani anavo, yani nyumba anayoishi na maisha ambayo naona hapa, hiyo nyumba angekuwa kashamaliza muda mrefu tu. Kochi zetu, japo kochi tulishanunua, miaka imesogea sasa, sio kama vile nilikueleza pale tulishanunua kochi, lakini nyumba yetu imejengwa kidogo. Sasa kidogo vipi kati baba ana hela? Baba hela ana. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Lisa. Lisa anasema hiyo nilikamata. Nikajua. Nikaelewa. Sitaki kutamani chochote. Yani sitaki kutupia jicho kwa chochote. Nikipewa nishukuru. Nisipopewa nyanyue kinywa changu kusema, kwa sababu sio jasho la babangu. Anachonipa babangu ndicho ambacho nastahili. Ina maana ni jasho la mzee wangu. Anachonipa kaka au mdogo wangu kwa mazingira yote, ina maana ni wao kwa upendo wao wananipa mimi. Sio lazima wanipe. Ina maana ni upendo wao. Hiyo sasa nimeichukua, niko nayo. Kulazimisha ndio mtoe out na nini, kwamba nawaza babangu wao wameshatoka out sana na mimi nataka, hiyo nikawa nimejua, na sio kwamba nilionyesha kwamba nataka sana au kwenda kukaa kule au nini, lakini ikaniongezea kitu kwamba hivi vitu sio vya kwangu. Sina chochote. Hii kanifanya nirudishe kumbukumbu maneno ambayo yule mwanamke mweupe ambaye ni mama wa watoto alipokuja na kusema, kwa hiyo yani umeingia hapo ukijua kwamba utapata chochote, yani mambo yakihusika na mambo kama ya mali. Ndio haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Lisa. Jamani dakika zimesogea. Asante sana rafiki yangu Kim, umenisema huko pamoja nasi, unapatikana Boko Basiaya, Dar es Salaam. Maina nikushukuru sana. 93.7 FM unanisikia.